Ndugu wa Tanzania, naomba mnisikilize kwa makini. Kwa makini. Unisikilize kwa makini, mtazamo unanisikiliza hapa. Hawa pumbavu, hawa serikali ya Samia wamekuja na mfumo mwingine kututoa kwenye focus. Kutuondoa kwenye focus. Wanaleta kwamba sehemu nyeti zinaibiwa. Yaani uniulize swali moja. Niulize swali. Kipindi chochote cha nyuma sehemu nyeti hazijaibiwa. Leo ndio watu wa Tanzania kuibiwa sehemu nyeti. Wamejua Tanzania sasa hivi wameshaamka. Wamejua Tanzania sasa sio wajinga, wameanza kuondoa Tanzania kwenye focus. Hawataki tuongelee swala la ripoti ya CAG. Hawataki tuongelee ripoti ya CAG. Wanatutoa kwenye reli. Wanataka kuondoa Tanzania kwenye focus. Watanzania mkeni, tusikubali kuondolewa kwenye reli. Wanataka tutoke kwenye reli. Wanataka tusiongelee maandamano ya AFCON. Wanataka tusijadili ripoti ya CAG. Wameleta ujinga ya kwamba sehemu nyeti zinaibiwa. Wamewatengeneza vijana hizi CCM kuondoa vijana kwenye reli, kwenye focus, kuondoa Tanzania kwenye focus. Waanze kuongelea sehemu nyeti, waanze kuongelea sehemu za asili kwamba zinaibiwa. Maana unajua Tanzania tunapenda mambo kama hayo ya kijinga kijinga. Watanzania walishaamka. Watanzania si wajinga tena. Sikiliza, Makonda, wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi wa mabilioni ya hela. Ripoti ya CAG inaonyesha ni mwizi wa mabilioni. Hatuta focus na mambo ya ripoti, mambo ya sehemu nyeti. Yaani leo ndio sehemu za asili zinaanza kuibiwa. Sehemu za asili zinaanza kuibiwa leo. Huo muda wote miaka na miaka tujesikia ripoti kama hizi. Leo mwanza kuiba ripoti, sehemu za asili zinaibiwa, sehemu nyeti zinaibiwa. Ujinga wa hali ya juu, ujinga wa hali ya juu, ujinga wa hali ya juu. Watanzania tuamke. Huo ni uongo, hakuna sehemu nyeti zinazoibiwa. Ni mfumo wa serikali kuondoa Tanzania kwenye focus ili waongelee mambo ya kijinga sehemu nyeti. Ili waongelee sehemu nyeti, waongelee sehemu za kijinga, mambo ya kijinga. Hatutaongelea mambo ya ujinga. Hakuna sehemu nyeti iliyoibiwa. Ni mpango wa CCM kuondoa Tanzania kwenye ripoti ya CAG ya wizi ambao waliiba hela, kuondoa maandamano. Maandamano yapo. Hakuna AFCON itakayofanyika. Hakuna AFCON itakayofanyika. Na hapa katikati humu ndani tutakuwa tunapiga taharuki. Choma, tutakuwa tunachoma kila kitu zao. Kila vitu vya tutakuwa tunachoma. Hayo makampuni ya Makonda tutakuwa tunachoma. Tupeni majina ya watoto wa Makonda, tupeni kampuni zao, tupeni kazi zao ambazo wanafanya kando na siasa. Tutachoma kila kitu. Hamwezi waondoa Tanzania kwenye focus. Hamwezi waondoa Tanzania kwenye focus. Na mimi naombeni wa Tanzania, msifuatilie mambo ya CCM. Ni mpango umetengenezwa. Tusiongelee ripoti ya CAG ya wizi wa hela ambazo wameiba mabilioni ya hela. Unaelewa? Wameiba mabilioni ya hela, wameiba mabilioni ya hela. Unasikia? Wameiba mabilioni ya hela. Naombeni ujumbe hata wafikia watu kijijini. Ripoti ya CAG inaonyesha wameiba hela. Kina Makonda wameiba mabilioni ya hela. Uwanja wa mpira umegharimu bilioni 300. Afu wanataka tusome maswali. Bado Angela Kizige amewekwa kuwa mbunge. Mwizi ambaye Magufuli alimkataa. Mwizi ambaye Magufuli alimpinga kwa mabilioni ya hela. Leo hii Samia anamweka kuwa mbunge. Ndio ujue kama serikali ya wauaji, serikali ambayo inataka kuwamaliza Tanzania. Hebu angalia pale kijijini kwenu kama tunapinga. Mniambie kama napinga kweli. Ama ni mimi ama si watu wa mkoa wa Mara. Watu wa mkoa wa Mara watanielewa. Kama mzee mkoa wa Mara utanielewa. Hebu jiulize swali kijijini pale. Mimi nimezaliwa pale kijijini Mara. Pale kijijini Mara wako na mfumo wa serikali wa pumbavu, wanatuibia na bado wanakuja kuibia wananchi hapa kijijini. Eti sisi wananchi ndio tunajenga shule, ndio tunajenga zahanati, eti maendeleo ya kijiji. Mwenyekiti wa kijiji anakuja anatuambia hela ya maendeleo ya kijiji. Wanaanza kujenga shule, wananchi sisi wale ambao tumeteuliwa tohara moja, tunaanza kutengeneza matofali, tunaanza kujenga mazahanati bila malipo. Hatulipwi, tunajitolea. Kumbe huko juu kuna hela zinatolewa kuja kujenga mashule. Hawa pumbavu wanatafuna hela zetu. Afu sisi wa Tanzania tunadhani kwamba tunafanya maendeleo, kumbe wanatutafuna hapa katikati. Wanataka na bado kuna hela za maendeleo kijiji. Wazazi wetu wanatoa. Mimi natoa. Upumbavu hali ya juu. Sijajua kama mkoani kwako unafanya. Sijajua kama kijijini kwenu mambo ni kama hayo. Mimi kwetu kijijini mkoa Mara hayo ndio yanaendelea. Wale ambao tumeteuliwa tohara moja tunaitwa Iseiga. Sisi ndio tunajichanga. Tujenge zahanati. Tujenge shule. Ili hali kuna mabilioni hela yanaibiwa pale juu. Hatuwezi nyamaza.
hatuwezi nyamaza. Nyinyi ni wezi, nyinyi ni wezi, nyinyi ni wezi. Hakuna nyinyi ni wezi. Samia Suluhu Hassan, nchi tutayaribu, nchi itaharibika, nchi itaisha. Hilo naweka wazi. Watanzania acheni ya masuala kuongelea mambo ya sehemu nyeti. Hakuna sehemu nyeti zinazoibiwa. Ni mpango wa kuondoa Tanzania kwenye reli, ni mpango umetengenezwa na CCM. Tusiongelee utapeli wa hera. Tusiongelee maandamano yanayokuja. Na mimi naona maandamano makubwa kutokea katika taifa. Naona maandamano makubwa, naona vijana kutokea kwa maandamano, naona machinga, naona bodaboda, naona watu watakuwa wengi kwa maandamano. Maandamano yatakuwa mingi ambayo hajaitokea katika taifa. Nyi wauaji wametuletea ripoti hizi habari kwamba sehemu nyeti zinaibiwa. Sehemu nyeti zinaibiwa. Tusiongelee mafuta kupanda bei. Tusijadili mambo kama tutaongelea. Watanzania walishaamka. Watanzania si wajinga. Na ndio maana hawa pumbavu hawataki watu wa kijijini wafikie hizo taarifa. Kwa sababu hata wataki kuwavutia watu kijijini umeme. Hawataki kwa watu kijijini umeme. Kwa sababu gani? Watanzania watajua ukweli unaendelea. Tulishajua wengine, hamtatudanganya. Wengine wote sisi wa vijijini kule Mara tunajua ukweli. Hamtatudanganya tena wazazi wetu. Na nyinyi wenyekiti, na nyinyi watu wanakuja kuomba wazazi wetu hela za vijijini. Ndio mwisho wenu. Siku nitaona mwenyekiti anakuja kwa mlango wetu kama kuja kwa mama yangu hela, mzazi wangu hela kwamba ya maendeleo ya kijiji, tutavishana nao. Tutavishana nao. Yaani usijaribu kuja kumomba mzazi wangu hela ya maendeleo ya kijiji. Mtatuambia mabilioni hela mnapeleka wapi? Na wewe usikubali mzazi wako kuja kuomba hela ya maendeleo ya kijiji. Yeti mama yako ndiye anaenda kujenga kupeleka maji zahanati jengwe. Na hakuna mshahara, hakuna malipo. Baba yako ndiye anaenda kujenga kutengeneza matofali na bila eti kwamba ni maendeleo ya kijiji. Maendeleo gani ya kijiji? Serikali inafanya kazi gani? Serikali inafanya kazi gani? Kijana bwana toka kwenye ujinga. Wewe kijana toka kwenye upumbavu. Wewe kijana amka, aweka hasira za nchi. Weka hasira za nchi imeibiwa hii, nchi imetapeliwa hii, nchi imepotezwa hii, tuamke. Nchi yetu ama kifo tutashinda. Asanteni sana. Hakuna sehemu nyeti iliyoibiwa. Ni CCM wamekuja na mfumo wa kutoa kwenye reli ya kwamba sehemu nyeti zimeibiwa, Watanzania wasijue ukweli unaoendelea ndani ya taifa hili. Ila sisi ambao tumesoma, tunaelewa, tutapaza sauti. Watanzania wameshajua ukweli. Asanteni sana. Yaani ndugu zangu, kuna muda natamani siku ishe bila mimi kuwa na hasira. Natamani sana siku ishe bila mimi kuwa na hasira. Lakini kila napopita mtandaoni, Samia Suluhu Hassan. Yaani unawaambia Watanganyika ya kwamba hauna ujuzi wa kusimamia miradi. Samia, hauna ujuzi wa kusimamia maendeleo ya nchi. Hauna ujuzi wa kusimamia miradi, sekta za serikali, na upo ofisini kwa mamlaka ya nani? Samia. Yaani unawaambia Tanzania kwamba wewe si Magufuli, wewe si kama Magufuli. Hauna ujuzi wa kusimamia miradi. Sasa kama hauna ujuzi, unafanya nini ofisini? Kama hauna ujuzi, unafanya nini Ikulu? Unafanya nini Ikulu? Toka huko, mwenye ujuzi afanye. Unafanya nini huko? Pisha mwingine afanye. Wewe Samia, kama una ujuzi, itumie sio kama Magufuli. Magufuli alikuwa na uwezo wa kuhesabu mabati. Magufuli alikuwa na uwezo wa kuhesabu, apige hesabu zake zilivyo. Kama hauna ujuzi, unafanya nini? Nyie cha Samia njoni hapa. Mteteni Samia. Hata kwa hili mteteni Samia wenu. Najua mnashindwa kumtetea Samia. Yaani kiongozi haramu. Kwa hivyo ujuzi wako ni upi? Ngoja nikupe mjibu. Ujuzi wako ni kuua. Ujuzi wako ni kukata viuno Ikulu na kuwashikia wanaume viuno na kuwachamba wazungu. Who are you? Huo ndio ujuzi wako. Lakini maendeleo ya nchi haujui, economy plan haujui, mambo na uchumi haujui hata kidogo. Mimi sina ujuzi wa kuendeleza nchi. Mimi sina ujuzi wa kufanya miradi. Kwa lugha nyingine, Samia hana ujuzi wa kuendeleza nchi, wa kuiongoza nchi. Na ndio maana naua.
Ndio maana na wachomea mama maduka. Ndio maana na washikia wanaume viuno. Ndio maana kazi yake ni kukata viuno huko kitandani Ikulu. Hiyo ndio kazi ya Samia. Hauna kazi nyingine. Hauna kazi nyingine. Unafanya nini hapo kama una ujuzi? Nimeumia. Yaani kuna muda mwingine, jamani, kama kuna mahali tulimkosea Mungu, hili jaribu limetosha. Hili jaribu limetosha. Huyu mwanamke hana mpango mzuri na nchi yetu. Na siku zote nawaambiaga Watanganyika, huyu mwanamke hajaja kwa faida ya Tanganyika, amekuja kuimaliza Tanganyika. Huyu ana lengo la kuimaliza Tanganyika. Aimalize Tanganyika. Aimalize Tanganyika. Samia na mpango wa kuimaliza Tanganyika. Hauna ujuzi wa kuongoza nchi. Hauna ujuzi wa kusimamia miradi. Hauna ujuzi. Jamani, mimi nilisikia vibaya ama ni simu yangu ndio mbaya? Oya, hapo ulipo ulisikia kwamba Samia alichozungumza? Ulisikia alichokizungumza Samia? Hana ujuzi kama Magufuli. Yes, kama Magufuli. Sasa tutakiona. Hiyo nawaambia na bado tutalia. Yaani huo ni msemo tu ameleta kwa mafumbo. Tujipange kulia. Kama hatutatoka kupambania taifa letu, kama hatutatoka kupambania nchi yetu, tupambanie nchi yetu. Hasa kama mtu anashasema hana ujuzi, kwa nini tumweke? Anafanya nini huko? Anafanya nini huko? Alafu mimi kidogo naomba niongee kuhusu masomo. Anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan, form 4 failure, lakini ni doctor. Tanzania ndio mtu ambaye anakuwa form 4 failure anapewa kazi ya udokta. Anapewa kazi ya dokta. Muda mwingi hivi nyie mnadhani kusoma ni jambo jepesi? Kukaa darasani hadi chuo kikuu upate degree yako ya udaktari ni jambo jepesi? Mnachezea masomo tu, mnachezea masomo. Unajua maana ya udokta? Unajua maana ya udokta? Na uliza nyie madaktari. Hivi Samia anadhalilisha masomo, anadhalilisha elimu. Form 4 failure anapewa udaktari. Ni daktari sio wa nini? Muda mwingine mnawafanya hata wanafunzi washindwe kwenda darasani. Maana unaona kama masomo ni ya ovyo. Ya ovyo. Ndio maana mimi nisema mimi kwa akili zangu timamu, kwa akili yangu na masomo yangu siwezi kuwa CCM. Ni ujinga. Mimi sina ujuzi wa kuongoza nchi. Lichambaji likubwa lenyewe. Lijizili. Liwaji. Siwezi ongoza nchi. Siwezi kusimamia miradi. Mimi si Magufuli. Kazi yako ni gani? Ni kutuchamba. Kuita wazee Ikulu na kuanza kuwapa michambo ya kwamba jamani, vijana wenu kwa nini waliandamana, mbona mkuwazuia? Kazi yako ni kutuchamba sisi wana mitandao. Kazi yako ni kutuchamba Tanganyika. Kazi yako ni kutushikia viuno, kutukamatia viuno na ukata viuno Ikulu kwa wanaume. Kuwapa wanaume mwili wako ndio kazi yako wewe Samia. Hauna kazi nyingine zaidi. Hauna kazi nyingine wewe. Hauna kazi nyingine. Maumivu ili litakuumiza ni kwamba kazi yako mwenye hivyo ajinyonge. Kazi yako ni kukata viuno kitandani. Kazi yako ni kuwachamba wanaume. Kazi yako ni kuwashikia wazungu viuno. Who are you? Hiyo ndio kazi yako kubwa. Hauna kazi nyingine, mpumbavu mmoja wewe. Nchi yetu au kifo tutashinda. Nchi yetu au kifo tutashinda. Imetosha. Yani polisi magereza wanatumika kwenda kuchoma maduka ya watu kule mawasiliano. Soko la maduka ya watu yamechomwa ndugu zangu, kupisha wekezaji, na ni Mwarabu. Mwekezaji ni Mwarabu. Kule mawasiliano yale maduka yaliyochomeka ni polisi wameyachoma. Kupisha mwekezaji ambaye ni Mwarabu. Na mtajionea. Na ndio maana hata gari ya zimamoto yalichelewa kufika pale. Magari ya zimamoto yalichelewa kufika pale. Baada kile kitu kimeisha. Na ni mpango wa Samia na serikali yake kuwafanya Tanganyika kuwa maskini. Huyu mwanamke hana nia njema na Tanganyika. Hana nia njema na Tanganyika. Samia hana nia njema na Tanganyika. Sasa basi, naongea hili sio kwa mihemko. Naongea hili na uhitaji vijana. Tunahitaji vijana waliochangamka, vijana wenye hasira kali. Ingeni DM yangu. Njoni DM yangu. Nakupa mtihani.
Mtihani huo ni siri yangu mimi, nitakuwa mtihani. Ukiupita mtihani, uko kwenye kundi la TFF. Upo kwenye kundi la TFF, ni DM. Mambo mengine tuongea pale DM. Tunawataka vijana. Nje tutaendeshwa wanavyotaka. Yaani inawezekani kweli kabisa, inafikia mahali mnachoma maduka ya watu kwa sababu mwekezaji Mwarabu. Yaani mnaenda kuchoma maduka ya watu kwa sababu ya Mwarabu Samia na genge lako Samia. Ngoja inyeshe tuone panapovuja. Ngoja inyeshe tuone panapovuja. Nimechoka mimi. Nataka vijana jiungeni TFF. Sio kuharibu nchi. Tunataka tunyoshe nchi. Tunataka tunyoshe nchi vijana. Kama ni kijana, nahitaji watu wote, awe mzee awe nani, nchi tuipambanie wote. Yaani kweli polisi ambao wanafaa kuenda wananchi, mnaenda kuwachomea wananchi maduka yao. Hayo tusiongee. Hata hayo tukisema sisi ni wabaya, hata hayo tusiongee hayo. Tusiongee hayo, tusiongee kweli, tusiongee. Tuongee kusoma ancha. Tusiongee kama yaani mnatumia tu maduka kweli. Poleni sana ndugu zangu wa mawasiliano. Poleni sana yoyote yule aliyechomekewa na duka lake. Sasa hiyo ndio hasara ya kumchagua mwanamke kiongozi. Sio aliyemchagua ni nani, sio alipitaje, sio nani alimweka pale. Muuaji kwa damu, ameua. Sasa ameona sasa baada ya kutua ameua vijana, sasa ameamua kuwafanya watu kwa maskini. Mepandisha bei mafuta. Hela zimeibiwa ripoti ya CAG na hela zimeibiwa. Mabilioni ya hela yameibiwa. Na bado anazidi kuwapandisha watu ushuru. Na kuwafilishisha watu. Anataka Watanganyika waishe. Maana ni Mzanzibari. Huu ni ukweli usiopingika ambao Chadema waweza kuongea, ambao sitaweza kuongea maana mtawafungia. Mimi nitaongea maana sina chama. Mimi nitaongea kama Mtanzania, Mtanganyika halisi. Mtanganyika ambaye siogopi kufa. Hata leo nikifa sina shida. Sio ni hasara mimi nikifa. Nye polisi. Kia Mungu subiri. Yaani hata nyinyi ndio mnatumika kuchoma maduka ya watu. Sasa oneni sasa, hii ndio CCM mko mnaitaka. Nye macho CCM, hii ndio CCM mko mnaitaka. Hii ndio CCM ilipofikishwa. Hii ndio CCM ambayo baba yangu muasisi Mwalimu Julius Nyerere, baba yetu wa taifa, alitaka iwe. Sasa haya ndio mazao ya kuwafanya Tanzania kuwa maskini na kuwanyima elimu bora. Sasa ndio hatari yake. Watoto wenu wanasoma shule za nje. Sisi tunatupa elimu mbovu. Paza na miguu mingapi? Kuko na miguu mingapi? Ng'ombe na miguu mingapi? Minne tiki. Lakini watoto wenu wanasoma shule za nje, wanakuja kutuibia Tanzania. Haiwezekani. Mashule hamna madarasa, mnaiba mabilioni ya hela na kuchomea watu maduka. Sama, poleni sana. Ni wakati tujiunge pamoja, tulikomboe taifa letu. Wakati ni sasa, si kuongea. Wakati ni sasa kulikomboa taifa letu. Wakati ni sasa. Vijana nisikilizeni, nchi ikombori kwa maneno, nchi ikombori kwa vitendo. Ni taharuki. Itakomboa taifa. Ni taharuki, choma, makampuni choma, kila kitu. Ni taharuki. Nahitaji vijana. Vijana mpo. Mtazama mwenzako. Hebu muone uliye karibu na kwako. Unaipenda Tanganyika? Muje, unaipenda Tanganyika? Maduka yamechoma na bado. Subiri, mashamba yatachukuliwa. Wataanza kuchukua hadi ardhi. Wataanza kuvamia kila mahali. Wataanza kuchoma. Hawa wauaji polisi. Tunahitaji taharuki. Ni cheki DM, nahitaji vijana. Si maneno, nataka TFF jae kila mikoa, kila maeneo. Mimi nahitaji. Nafiki mkishafika, ukipita mtani wangu na kuunga TFF.
Shamaliza. Siongei mengi leo. Siongei hapa kufurahisha. Ni anaumiza. Wewe unaona mimi nafurahisha? Ni kwa sababu nchi una uchungu nayo, unapata vya 10,000 kuua watu, tunakuwapora watu. Siongei tumeshajitolea kufa. Hii nchi tutaipambana hadi kifo. Si mlimteka Mdude mkazani mmeweza, mkamkamata Amfuri pole mkazani mnaweza. Hamuwezi. Bado wapo, hata mimi mkiniteka sina shida. Wengine watazaliwa, wengine watakaoongea. Kamtisheni mama zenu huko na watoto wenu wake zenu huko. Sio sisi tunakuja. Kamtishe huyo mume wako Samia ambaye tatu. Nani anamjua mume wa Samia? Mimi simjui. Kamtishe huko mpumbavu. Haya. Haya. Unajua cha kwa nini? Hii ndio ni maajabu. Hii nayo ni maajabu. Mafuta yamepanda. Mafuta yamepanda kwa shilingi 1,000. Yaani tunaamka tu. Mara papu mafuta yamepanda kwa shilingi 1,000. Ili hadi Makonda anaiba bilioni 300 za uwanja wa mpira. Ili hali jeshi la zimamoto linaiba hela. Ili hali bandari inaiba hela bilioni 300. Mafuta yamepanda kwa shilingi 1,000. Haya, nauli za magari zimepanda. Sawa nye CCM njoni hapa. Hii chao CCM. Machao njoni hapa. Nye machao njoni hapa. Bado mama mitano tena. Mama mitano tena Mama mitano tena, si ndio? Bado mama mitano tena. Alafu wanasingizia vita. Yaani kwa sera zao wanasingizia vita vya Iran. Yaani wao wanasingizia vita vya. Yaani mafuta yameshinda kupanda Kenya, yamepanda Tanzania kwa shilingi 1,000. Haya tukisema tunaonekana kama sisi ni machawa, sisi ni wanachadema. Mimi niwaambie ukweli, mimi kwanza ni CCM. Mimi ni CCM. Lakini jambo la kushangaza, tunapoongea haya mambo, kila mtu anaona kwamba ni Chadema wanaongea. Hii sio Chadema. Kuhusu maisha na uchumi wa watu, wanaumia wengi ni Watanzania maskini. Kumbuka ndugu zangu, wote hapa tumezaliwa vijijini. Hakuna mtu amezaliwa mjini hapa. Labda wachache tu. Lakini kwetu sisi ambao tumezaliwa vijijini tunajua maisha ya chini na maisha magumu. Wazazi wetu ndio wanaumia vijijini. Sisi ndio tunaumia vijijini kulima. Unalima miogo, unalima mahindi, unatosha ushuru. Alafu unaamkia asubuhi unasikia kwamba ushuru ambao mnatoa, kodi ambazo mnatoa, kina Makonda, kina Charamira, Mwigulu Nchemba, Samia Suluhu Hassan, hizo ndizo hela wanatumia kuingiza hela, wanaibia wananchi. Sasa hebu ona sasa uchumi, ona maisha yanavyoenda kwa Tanzania sasa hivi. Watanzania ambao wana uwezo wataishije? Mtanzania ambaye anapambana anapata 10,000 ataipataje? Ndugu zangu, tuna wajibu wa kupambana nchi yetu. Samia hata imalize nchi itaisha kabisa. Hilo naambia na narudia. Sasa mafuta yamepanda. Usafiri ndio umepanda. Nauli zimepanda. Yaani vyakula hotelini vitapanda. Maisha yatakuwa magumu kwa Tanzania ambao hawana uwezo maskini. Kwani nyinyi viongozi, achana hao wengine kina Charamira, kina Makonda wana uwezo kuweka magari mafuta, hao wana shida. Yaani hata mpandishe uchumi, hata wapandishe ushuru. Hata mafuta yapande kwa wana shida. Maana wameiba hela kwa naanza kutosha. Ndugu zangu, kumbuka bilioni 300 ambazo Makonda amechukua sio chache. Hizo ni bilioni 300 tunaongelea, bilioni 300. Hawa kuna magari mazito hawana shida. Hebu kuja kwa Tanzania halisi wa kimaskini. Na asilimia kubwa wa Tanzania ni maskini. Yaani asilimia 70 wa Tanzania ni 80 ni maskini. Wanaishije? Mbona mnataka kufanya Watanzania waishi maisha magumu? Wanaishije Watanzania ambao wana uwezo? Vitabu vitapanda, maisha karo za watoto zitapanda, uniform zitapanda, vyakula vya watu vitapanda, maisha yani vyakula wote vitapanda. Watu wataishije? Mafuta ya mboga yatapanda, sukari itapanda, mchele utapanda. Mnataka Watanzania waishije ndugu zangu? Haya tukiongea tunakuwa sisi ni wasaliti wa nchi, sisi ndio tunaharibu nchi, sisi tunachochea vurugu. Sikiza bana. Hii nchi tutapambana, hata tujilipue, tulipuane umo. Hao watu unajua hao watu wanafaa kuguza Makende kina Makonda, wanafaa unajua kwanza Makonda jina lako kuna jina lako jipya ambalo Makonda umepewa. Makonda sikiliza. Jina lako jipya unaitwa James Joyce Wowo.
Joyce, hilo ndio jina lako mpya. Joyce. Joyce, wewe Joyce, unadhani nchi unavyoipeleka ndivyo tunavyotaka sio Tanzania? Maisha wa Tanzania wataishije? Kama ndivyo mnawapeleka wa Tanzania ambao wana uwezo. Mimi naomba Watanzania mnisikilize. Hapa tunahitaji Watanzania ambao kama sisi ambao tumeshajitolea kufa kwa ajili ya nchi. Tujilipe kwenye misafara yao hiyo, tujilipe na magari yao. Yaani una kwenye msafara wao, una viazi vyako umevishikilia, unarusha mnalipuana tu. Yaani wote tufe tu. Yaani nchi tufe tu, wote tuishe kwa sababu wazazi wetu wataishije? Mimi mtu ana watoto 5, watoto 7, watoto 4 hataishije? Ndugu zangu, maisha yamepanda. Samia hebu nyie chao CCM ambao mnamshabikia mama yenu huyo. Haya, kwenu maisha yako shwari? Nyie kwenu maisha hapo sawa? Mnapewa 10,000 mmoja kutuchamba chamba. Nyie kwenu maisha yako salama? Maisha yako vizuri hapo kwenu? Nyie chao CCM mnaonisikiza hapa. Maisha yako sawa kwenu? Maisha yako sawa kwenu? Hii nchi tunaumia wote. Alafu niwaambie, nimemsikiza PDD, mke wa PDD, Diamond. We Diamond, nakuja kwako. We mke wa PDD, shoga mkubwa wewe, nimekusikiliza ukihoji unasema kwamba serikali inawatumiaga kipindi cha uchaguzi afu inawaacha wasanii. Alafu serikali ya Samia imeangalia mpira, michezo. Hata niambie kitu moja, nyie serikali we PDD, we PDD nisikilize. Mke wa PDD, mke wa PDD. Nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri wewe mke wa PDD, we shoga. Nimepata jibu, kumbe nyinyi hamuishabiki CCM. Nyinyi sio wana CCM. Nyinyi ni wasanii ambao mnaigizwa kutumbuiza na mnawasaliti wananchi. Hampigi kura kwa sababu ya mapenzi ya Tanzania. Mnapigia CCM kura kwa sababu wanawalipa hela. Leo wewe mke wa PDD umeongea wewe shoga, ndivyo umeongea leo. Wewe shoga. Leo ndivyo umeongea. Sasa leo nimeamini kwamba wasanii. Sasa sikiza wewe Diamond na wasanii wenzako kina Mdipozi au wenye midomo mikubwa. Msije kutafuta huruma kwa wananchi. Sisi kwetu maisha yako shwari kabisa. Sawa? Yaani msije kututafutia huruma. Sisi hatuna shida na nyie. Nyinyi pambana na CCM yenu nyie. Nyinyi sisi tupo kwenye mambo mengine kabisa. Yaani msije msitafutie huruma kwetu. Hapo mlipotufikisha vya tosha. Umetuuza, umetuumiza, tuliwafollow, mkatuumiza, hatuna muda na nyie. Nyie bakini CCM hapo kwa mama yenu yo muuaji. Ndugu zangu, maisha yamekuwa magumu. Watanzania wakimaskini, vijana tuna wajibu wa kutoka kupambania nchi yetu. Vijana sikilizeni. Tuna wajibu. Ni muda wa kujilipua. Ni muda kama ni kuvaa bomu toka nalo. Hata kama ni viazi vitafute viazi. Na sisi tunahitaji wadhamini. Jamani, wadhamini watokee. Tupate viazi, tupate fimbo. Wajinga tunafaa tulipuane humo ndani kwenye misafara yao. Wakati wako na misafara yao pale, hata wenyewe wanafaa kuguza. Huyu kwanza Joyce, huyu Makonda, huyu Joyce. Huyu Joyce Makonda huyu anafaa kuguza ile matako yake. Wanatupandishia maisha na kwa juu kwa nini? Tunaishije sio Tanzania? Tunaishije sio Tanzania? Mama zetu pale kijijini wanashije. Mimi nimezoea kijijini ndugu zangu. Huwezi amini mimi nimezoea pale. Hebu nenda pale Mgumu Sengeti kijiji cha Nyesense, kama pale Nyesense, pale Kenoku, pale Ngarawani, pale Ngarawani. Hebu angalia maisha kama yale. Pale Rungabore pale Masurura pale. Hebu angalia maisha ya Tanzania walivyo. Nyumba za nyasi, maisha magumu. Bado mnaponesha Watanzania maisha yanakuwa hali ya juu. Tutoke ndugu zangu wa Tanzania. Asanteni sana, nawapenda. Tutoke tupambanie taifa letu. Mungu abariki sana. Tusipotoka hapa, huyu mwanamke atatuzoea sana. Mimi kwanza ni CCM. Mimi nikamfahamu pole. Wengi wanadhani siku ya maandamano walioandamana ni Chadema. Tulioandamana wengi wetu hata si ni CCM. Kwa sababu hata hapa chini, ngazi za chini hapa mliwakata watu majina. Samia akachagua watu wake. Unaelewa? Kwa hivyo hata sisi CCM tuna uchungu na nyie. Mimi mwenyewe hapo ni sema mimi kutokea mkoa Mara kwa Mkuria haimaanishi mimi niko Chadema. Unaelewa? Mjue kwamba hata 29 mlioua vijana ambao ni wa CCM walitoka kudai haki zao. Sio kwamba ni Chadema mlioua ama mashabiki wa Gwajima. Hilo mliweke wazi. Maana mnakuwa kwamba ni Gwajima waliandamana au ni Chadema waliandamana. Hata sisi tuliandamana kwa sababu no reform no election. Tulikuwa tunapambania haki kwa sababu tulikuwa tunaona kwamba hata hapa chini mmekata majina yetu. Watu walikuwa wanataka uchaguzi wa huru na haki, mkawanyima uchaguzi wa huru na haki, mkawachagua watu wenu wenyewe. Unatarajia tungefurahia hata sisi. Kwa hivyo tengenezeni serikali yenu ya mauaji. Ndugu wa Tanzania, ninaongea hivi kwa sababu ya uchungu sana. Yaani siku haiwezi kaisha kama sina furaha. Yaani unatembea tu mtandaoni na scroll, unatembea tu mtandaoni, ghafla binivu mara pap unakutana na Msigwa. Yaani
unakutana na Msigwa, msemaji haramu wa serikali Msigwa. Yaani ni jambo la kushangaza. Hebu sikiliza hapa. Na mimi jamani, kwa mara ya kwanza naomba kutangaza najiondoa CCM. Yaani kwa mara ya kwanza mimi najiondoa CCM. Nilikuwa ni mwanachama wa CCM na nitachoma kadi ya CCM ya wanachama. Kwa sababu hatuwezi kuwa watu wasomi kama sisi ambao tumesoma, watu ambao tunajielewa tukafana kina Msigwa. Yaani tukafana kina Msigwa. Haiwezekani kabisa. Yaani kwanza mimi Samia sijajua watu mmewatoa wapi. Jamani, hebu tuweke siasa kando. Tuongee kama watu wazima. Yaani tuongee tu kama watu wazima. Jamani, tutafakari kama watu wazima. Naombeni tu dakika 3. Niulize swali moja. Hivi kazi ya rais ni nini? Na majukumu yake ni yapi? Haiwezekani kabisa Msigwa, we Msigwa. Mbona mnapenda kutukasirisha tu wananchi jamani? Yaani mtu unaamka tu na furaha yako tu, unaamka tu na kutatana mengine ndio hayo. Jamani, Msigwa anasema hivi. Msigwa katika dunia hajaitokea rais. Wewe ni maneno ya Msigwa, sio maneno yangu jamani. Hiyo video siko umeiona, sio ni mimi tu nimeona hizo video. Na sijajua kama mimi na kasirika tu au hata wapo unakasirikaga sio yaani sijajua kama ni mimi tu. Kwa sababu Msigwa anasema hivi, katika nchi hii hajaitokea rais ambaye ama katika dunia hajaitokea rais kama Samia. Maneno ya Msigwa ambaye anahatarisha maisha yake. Sikiliza, anahatarisha maisha yake kuingia kwa boti. Kuingia kwenye boti na kujirekodi. Yaani Samia anahatarisha maisha yake kuingia kwa boti. Yaani rais anajitolea, rais haramu, ngoja mweke haramani haramu. Rais haramu anajitolea kwenda kwa boti, kupanda boti. Hiyo ni kuhatarisha maisha. Eti ndio kazi ambayo Samia anafanya. Hayo ni maneno ya Msigwa. Jambo la pili. Hajaitokea rais ambaye amehatarisha maisha yake kwenda Ngorongoro, kwenda kufanya royal tour kwa nyama. Amehatarisha maisha yake kwenda kufanya royal tour. Sawa? Hiyo ni kuhatarisha maisha. Hayo ni maneno ya Msigwa. Ndugu zangu, eti ndio kazi ambayo Samia anafanya. Kwa Msigwa hiyo ni kazi. Alafu niambie sisi watu ambao tuna elimu zetu kama sisi hivi, mtu kama ambaye una elimu yako wewe ufuate serikali haramu kama hii. Yaani badala ya kumjenga Samia ndio anambomoa Samia. Ina maana Msigwa, nikuuliza swali moja wewe Msigwa. Kazi ya Samia ni gani? Kwa hivyo rais Samia ni rais haramu sawa. Yeye kama Samia ni kama Mtanzania hana haki ya kwenda kufutalii. Ina maana mimi sasa hivi Trump nikijitolea kwenda kufanya tour yangu niende kuangalia kwa mtalii wa ndani. Hiyo ni kazi. Si ni kwa fedha zangu, ni hobi yangu mimi, nimejitolea msemo ngoja ni leo nikatalii. Je, Msigwa, unajua kwamba ile royal tour ambayo Samia alienda Ngorongoro ilitumia bilioni ngapi za Tanzania? Mabilioni ya hela ambayo ilitumika kitanzania ni shilingi ngapi? Unajua ni dola ngapi zilizotumika? Wewe Msigwa unasema kwamba Samia hii ni kazi anaifanya kwenda kuhatarisha maisha yake kwa mbuga za wanyama, kwenda kupanda maboti. Unajua alitumia dola ngapi? Mabilioni ya hela ambayo alitumia ni shilingi ngapi kwenda Ngorongoro? Na unajua kwamba amehamisha Wamasai Ngorongoro? Unajua kwamba ulikuwa ni mtego wa kuhamisha Wamasai Ngorongoro na kuleta mashoga zake ambao wanampelekea moto, kuwaleta Waarabu na kuchukua Ngorongoro. Unajua hivyo? Unajua kwamba Samia anasafirisha wanyama, anachukua simba, amechukua zebra, amechukua twiga, amechukua ndovu, amepeleka kwa Waarabu huko. Zingine amezipeleka Zanzibar. Unajua hivyo? Hiyo ndio kazi ambayo Samia tulimpa. Kuharibu hela za Watanzania, mabilioni ya Watanzania, hela za Watanzania. Jambo la pili, wewe Msigwa, unajua kwamba mmeiba hela za Watanzania, mabilioni ya hela. Kwa ripoti ya CAG, mmeiba mabilioni ya hela. Halafu rais wenu muuaji Samia Suluhu Hassan anasikia kwenye vyombo vya habari anasema kwamba wakati mwingine watajwa waone aibu. Ina maana tuwazomee. Msigwa ni mwizi. Makonda wewe ni mwizi. Mwiziro, jiziro. Yaani ndio kuwazomea kina Makonda kwamba wameiba hela. Haiwezekani tuko na nchi kama hii ndugu zangu. Haiwezekani. Ni jambo la kushangaza. Yaani badala muongelee mambo ya msingi kwamba taifa limeibiwa hela, nchi zimeibiwa, mnatomea kuhusu rais kwenda kutalii. Wewe Msigwa, unatomea kwamba Samia anatarisha maisha kwenda kutalii. Amejitolea kama nani alimwambia aende kutalii? Ina maana ndio kazi tulimpa aende kufanya kule Ngorongoro. Sio kufanya Tanzania kazi. Kwa hivyo mimi kama Trump kuanzia leo nimejivua kwa mwanachama wa CCM.
Ni aibu sana na ni aibu sana. Inawezekani watu wasome ambao tunajielewa hivi tunakuwa na chama kama hiki kidogo. Magufuli hakuacha CCM ikiwa hivyo. Nyerere hakuiacha CCM ikiwa hivyo. Mkapa hakuiacha CCM ikiwa hivyo. Hata Kikwete huyu, Kikwete leo, Kikwete huyu, Kikwete huyu. Kikwete ambaye leo inameharibu nchi, Kikwete hakuiacha CCM ikiwa hivyo. Yeye mwenyewe ameamua kumdanganya Samia na kuharibu nchi. Sasa huyo Msigwa, haya tuje kwa hili lingine. Acha na Msigwa. Wewe Msigwa, wewe una akili. Na ndio maana naambia kwamba Samia umewachukua watu ambao wanakuharibia CV. Yaani wamekuharibia nchi. Yaani wewe mwenyewe Samia, wewe mwenyewe au umewachukua watu wajinga ambao hawajui kuongea. Ambao wameharibu nchi. Tuachane na Msigwa. Tuje kwa Makonda. Makonda. Waziri haramu. Naibu waziri haramu Makonda. Makonda, unachaje majukumu yako ambao umepewa na rais haramu, unakuja kuingilia tu. Wewe ni waziri usijui wa michezo? Mimi sasa sijui. Jamani, Makonda ni waziri wa nini? Mimi hata sijui. Sijui waziri wa michezo. Unachaje majukumu yako ambao umepewa na rais haramu? Ngoja ni rais lakini haramu. Unachaje majukumu yako, unakuja kuingilia sekta kwamba mimi kama Makonda sitakubali mama aongelewe vibaya. Makonda? Makonda? Ni mama yako? Wewe Joyce wewe Makonda, Joyce mwenye matako makubwa. Wewe ni mama yako. Eti sitakubali kwa Samia ameniokoa kutoka mbali. Samia amenitoa mbali. Mimi sitakubali Samia kuongelewa vibaya. Wewe ni nani? Unajua kwamba ni rais ambaye ana watu nyuma na watu wanampinga na watu wanamkubali, ana watu ambao wanamkubali na wanaompinga. Rais haramu huyu. Unajua ina maana wewe unataka kila kitu tukisifie kwa Samia. Kila kitu akifanya tunasifia. Akiiba nchi tunaisifia. Akiiba mabilioni yetu tunasifia. Akiwa tunasifia. Ameoa tunasifia. Kwa hivyo tu tunasifia tukue tu mama mitano, mama Samia, mama kila kitu mama. Hata Mungu, hata Yesu Kristo mwenyewe alikataa asiitwe mwema duniani. Huyo ni Yesu na ni Mungu. Alisema mimi msiniite mwema. Yupo mmoja tu ambaye ni mwema. Kama Yesu anaweza akasema hivyo, wewe ni nani Samia usiongelewe vibaya? Wewe ni nani Makonda usiongelewe? Tutaongea vibaya. Tutaongea Samia na tutazidi kumuongea mpaka wakati atabadilika. Na tutake badilike, tutafanya maandamano makubwa katika taifa. Haiwezekani mtu msomi kama mimi ambaye nina akili zangu timamu, mimi na degree zangu, mimi na degree yangu mimi, nifuatane mpumbavu kama Makonda kina Msigwa. Samia ni nani asiongelewe vibaya? Nchi imeharibika. Ngorongoro imeenda, wamasio Ngorongoro imeenda. Watu wamekufa mgodini Geita. Mnataaja watu kwamba wajafa. Kwani nyinyi mliwaua Samia? Si ni watu wamekufa mgodini. Kwani kutaja idadi ya watu waliokufa ni shida? Mnawakataza watu wasitaje mili, watu waliokufa Geita. Tusiongea hata hilo. Tusiongee kwamba wachochezi wa nchi unafirwa. Sasa nyie kama nipeni location zenu penye mpo mbonye. Tunataka vitendo sasa hivi. Na Watanzania tuambie kitu moja, tupambane taifa letu. Nchi itaisha. Nchi itazidi kuharibika. Mimi nimejiondoa CCM. Mimi nilikuwa naipenda CCM kutoka zamani. Lakini nitaumia sana hapo choma kadi ya CCM kwa sababu ya kina Msigwa. Mungu, yani Samia umeweka watu wanaokufanana kabisa. Yani Samia umeweka watu wanaokufanana, watu vijana wanasoma, ni vijana tu mitandaoni. Nchi mumepandisha bei za mafuta. Tusiongee jamani. Mafuta hajapanda Kenya, mafuta hajapanda Uganda, mafuta yamepanda Tanzania. Tena Tanzania mafuta tena kwa gharama kiwango kikubwa. Ili harike na Makonda amechukua mabilioni ya hela. Ina maana mabilioni ya hela yameenda. Uwanja wa ndege wenyewe umegharimu, wamepora kwenye uwanja wa ndege umepora hela. Bandari imepora hela. Tunaongea mnasema sisi tunachochozi wa nchi, tutachochea nchi basi. Kama nataka machufu, ngoja tufanye. Alafu nimesikia kuna ripoti moja nao kuja ya kwamba mna mpango wa kumuasi Tundu Lissu. Na mimi nikimalizia na wale wagombea wa rais wale 15 walitokea wapi? Maana sasa tuje jamani wa Tanzania, mnajua wale wagombea 15 wa rais ambao Samia aliwaita Ikulu. Wale wagombea 15 ambao Samia aliwaita pale Ikulu. Mnawafahamu? Mimi siwafahamu. Haya, tena mimi hata siwajui kabisa. Hatuwajui. Wazomeni siku nyingine wasiona aibu. Watajeni wasiona aibu. Wezi. Makonda umeiba. Charamiru umeiba. Jeshi la polisi umeiba. Taarifa. Furaha. Jamani, hebu mwambie mwenzako nina furaha kubwa sana leo. Yaani nimeamka. Yaani taarifa TFF mbele kwa mbele. Niliwaambia taarifa
maneno, vitendo sifuri. Haya, taarifa hii hapa. Machozi CCM comment hapo chini. Sema nitafutaga mimi. Tunakutafuta wewe. Sasa mimi natamani kishenzi. Yaani mimi sasa ndio natamani kishenzi. Mnavyo nitamani mimi ndivyo hata mimi ninavyowatamani nyie. Sawa? Yaani ndivyo hata mimi ninavyowatamani nyie. Mnavyonitamani mimi ndivyo nawatamani nyie. Taarifa. Wanangu wazalendo tushangilie. Wanangu tushangilie. Pale mkoani Mara. Tunakuja kama maninja. Tunakuja kama maninja yaliyokosea mji. Tunakuja kama mashetani yaliyochanganyikiwa. Sasa taarifa ni hizi. Taarifa. Jamani, taarifa. Nione furaha. Sasa bana, usiku wa kuamkia leo, TFF usiku wa kuamkia leo mkoani Mara, wenyewe watatangaza. Sitaki nitaje eneo. Nataka tunapatie sitaki nitaje hadi eneo kwa sababu sitaki ushahidi wangu ukwe mkubwa sana. Sio kinidaka mahakamani nikiwa na upelelezi mdogo. Sasa pale mkoani Mara pale mkoani Mara, nikishataja Mara unaelewa. Polisi, mtu anayedaiwa kuwa ni polisi. Watu wa kodi mtanielewa, sawa? Wenye kodi, watu mnaenda Cuba mtanielewa. Sitaki niende straight, naelewa. Mtu anayedaiwa kwamba ni polisi, anayefahamika kama polisi, unaelewa? Jana usiku akiwa kilabuni kwenye bafrani, sitataja, mkoani Mara. Na sawa bana, inadaiwa aliingia bahani akaanza kuwatusi watu na kuwapiga watu, akanywa pombe akalewa. Vijana wenye hasira kali. Vijana wasiojulikana wenye meenda Cuba mtanielewa. Sitaki niende kwenye straight point, sawa? Siku kinidaka wanapoteza ushahidi zaidi, sawa? Vijana wenye hasira kali wasiojulikana walimkamata polisi, wakapitana na visu. Kwa hivyo TFF haijahusika na maswara. Wenye meenda Cuba mtanielewa. TFF hawajahusika na hayo maswara. Polisi amekufa kifo kwa uzembe wake, kwa ujinga wake. Wewe kwa hasira hizi vijana wako nazo bwana, wananchi wana hasira nyingi, wewe unaenda kuwasumbua vijana Mura. Unaenda kuwasumbua vijana Bahani. Vijana wana hasira, kodi zimepandishwa bei, mafuta yamepandishwa bei. Alafu wewe unaenda pona ujinga wako eti mimi ni afande. Pale Mara. Polisi chui. Sasa naomba machawa, kama wewe ni chao uko hapa, niambie location iliyopo. Nipe tu location baba. Sasa tucheki na kima. Tulishavurugwa. Mimi mwenyewe mimi nataka kujilipua. Mimi kujilipua sio issue. Afu kuna wapumbavu wengine. Mimi naona tunasema TFF mmenyamaza. TFF mmekimya. Hivi unajua nyewe TFF kufanya matukio hizi movement hatuwezi enda nazo bila fedha. Hilo naambia ni ukweli ndugu zangu. Download Discord. Jiunge Discord. Pale utapatana watu. Download mtandao wa Discord. Uko tayari kuchangia kwa nini? Jiunge, tunahitaji watu, sio kuchangia tu. Vijana fanyeni taharuki. Vijana mfanye. Sisi TFF tunafanya upande wetu, na nyie fanyeni upande wenu. TFF mmenyamaza, mmekimya. Jamani, si rahisi mnavyofikiria hata nyie. Unataka matukio yafanyike wengi, umefanya nini kwa upande wako? Umefanya nini? Jiunge Discord, jiunge Bigo Live, download mtandao hii ya kijamii. Wewe ukitaka kujiunga na sisi, wewe ni DM. Jiunge pale Discord. Utapata pale watu. Unahitaji njia, kuna njia nyingi za kupambaniza harakati. Kuna vijana wa kufanya taharuki wapo wengi pale Discord. Jiunge. Kwa hivyo taarifa tumeshinda. Vijana ambao wanataka kujiunga na sisi kwenye taharuki, wewe ni DM. Hata kama unataka mafuta ya petroli, nitakutumia ya petroli. Choma. Mimi nishajita choma festival. Fanya, ukihitaji support wewe sema. Kuna nini? Sema tutafanya. Sisi tunataka taharuki zote za kutosha, vijana wafanye taharuki mikoani. Mafuta yamepanda bei ndugu zangu. Mafuta yamepanda bei. Hatutakubali taifa tunanyanyaswa hivi tunaona. Tupambane taifa letu ndugu zangu. Sasa pale mkoa wa Mara kuna polisi upo kwa friji. Sasa nye comment hapo ujinga umbo nye. Comment hapo ujinga nye umbo. Comment. Mimi ndio hapa.
na sisi TFF hatujahusika. TFF haijahusika kumuua polisi. Sisi hatumo hata kidogo, hatumo. Na msitulilie sisi hatumo. Hatupo kabisa hata kidogo, hatupo. Sisi hatujahusika kwa hayo mauaji. Sisi hatujahusika, TFF haijahusika. Ambao mmeenda Cuba mtaelewa. TFF haijahusika, au sio? TFF haijahusika. Hatujahusika. Wale husika ni hao polisi, ndio wamehusika kumuua polisi mwenzao. Sisi hatujahusika. Kudadeki. Marhaba mwanangu, mambo? Marhaba. Sawa. Hatujahusika. Nipo ndani ya Bongo Classic. Ndani ya Mwanza Classic. Mwanza. Nenda Mbeya leo jioni. Nenda Mbeya. Au nionyeshe nipo Mwanza. Si niende kwenye location nionyeshe. Nipo kwenye hoteli fulani. Njoni Mwanza mtanipata Mbonye. Alafu tunalipoana nyinyi. Kenge wakubwa nyinyi. Ndugu wa Tanganyika. Mna taarifa kwamba mafuta hayajapanda bei Zanzibar? Mna taarifa kwamba mafuta hayajapandishwa bei Zanzibar? Lakini mafuta yamepandishwa bei Tanganyika. Zanzibar wananunua mafuta kwa shilingi 2800 hadi 2900 mwisho 3000. Ila Tanganyika wametupandishia mafuta bei kwa shilingi 1000. Ila kwa sasa lita kama mkoa wa Mara pale lita ni shilingi 5000. Lita moja 5000. Naelewa. Dar es Salaam 4000. Naelewa. Sasa ni jambo la kushangaza sana. Zanzibar mafuta hajapandishwa bei. Ina maana sisi kuna haja gani ya kuwa na muungano? Kuna haja gani ya kuwa na muungano wa Zanzibar na Tanganyika? Ni bora muungano ukae kando, kwa sababu inawezekani si Tanganyika tunaumia, alafu Zanzibar wanafaidi wao, wanafurahia wao. Ina maana Samia na mpango wa kutua sisi wa Tanganyika. Hivyo ndugu wa Tanganyika, tuna wajibu wa kupambana taifa letu. Na hii nchi itachomeka. Yaani hii nchi itaribika tu. Hii nchi tuiharibu tu. Hilo liko wazi. Haiwezekani watu wachache wanafaidika na hili taifa. Hadi sisi tunaumia, haiwezekani. Jambo la mwisho. Kwa hivyo ndio Watanganyika mjue kwamba Zanzibar mafuta hayajapandishwa bei. Wanunua kwa bei nzuri tu, ila sisi Tanganyika tunaumia. Wanatupandishia bei, wanatunyanyasa na hela ambazo wao ndio wamekula, wameiba hela. Kwa hivyo sisi ndio tunalipa deni ambalo wao wamefaidi, kwamba goli la mama ndio tunalipia sasa. Sasa ndio tunalipia goli la mama. Ile goli la mama ndio tunalipia na hela za kampeni ndio tunalipia sasa hizi. Jambo la mwisho. Nimeona kesho kuna jambo litatokea. Unaelewa? Huyu jamaa aliyepewa masuala ya kuangalia masuala ya uchaguzi yalivyokuwa. Sitaki niongee sana. Lakini taarifa ambazo nimesikia ni kwamba taarifa ambayo anakuja kuitoa huyu Jaji Chande, sijui nani. Ni kwa sababu ya kumfunga Tundu Lissu. Lengo lake kubwa ni kuja kumfunga Tundu Lissu, ya kwamba ndiye alihusika na Mo 29, ndiye alisababisha na vijana kuandamana. Nataka nimwambie wewe Chande, wewe Chande, naomba niongee na wewe Chande. Tundu Lissu akifungwa, akihukumiwa, hii nchi itaribika. Hii nchi tutakiwasha, hii nchi tutayaribu. Hii nchi haitakuwa ya kawaida. Nyinyi mkimuua Tundu Lissu akifa, hii nchi tutayaribu, yani tutayaribu nchi. Yaani wale wako kuja na taarifa ambazo ni za uongo, ambazo hazina mbele wala nyuma. Maana kesho unakuja kutoa taarifa na ripoti kwa upelelezi uliofanya kama wakili ambaye Samia Haramu alikuweka, Rais Haramu alikuweka kufanya uchunguzi wa matukio ya Mo 29. Wale wako ukuja na taarifa ya ujinga. Hatutaelewana kwa taifa. Hatutaelewana katika taifa. Hatutaelewana. Unaelewa? Hatutaelewana kwa taifa. Yaani wale wenu mfanyie Tundu Lissu ujinga. Kwa hivyo ripoti lako ambayo unakuja kuitoa kesho asubuhi. Hiyo ni ripoti la kuhusu vijana waliokufa tarehe 29 na tunadai haki za vijana waliokufa tarehe 29. Sio kuja kutambia ujinga kwamba kisiasa. Hizo ni ripoti ya siasa. Hatutaelewana. Kwa hivyo ndugu zangu, mjue kwamba mafuta yamepandishwa bei, hayajapandishwa bei Zanzibar, yamepandishwa tu Tanganyika. Asanteni sana. Watanzania, mnafahamu kwamba mafuta hayajapanda bei Zanzibar. Zanzibar mafuta hayajapandishwa bei Zanzibar. Watanganyika, bei ya mafuta Zanzibar ni shilingi 2000.
499. Tanganyika, hiyo ni lita moja ya mafuta Zanzibar. Tanganyika Dar es Salaam lita moja ni shilingi 4,000 na kitu. Je, mnafahamu kwa mafuta hayajapanda bei Zanzibar? Nyinyi chao CCM. Kwa hivyo Zanzibar sisi kuna haja gani ya muungano sasa kama mafuta hayajapanda bei Zanzibar? Ina maana sisi ndio Tanganyika ndio tunaonewa. Tanganyika ndio peke yake tunaonewa, si ndio? Na hili nawaambia kila siku. Tuna wajibu wa kulipambania nchi yetu. Na haya mambo mnayofanyia kutalipuka. Samia Suluhu Hassan. Hayo unayofanya kwa Tanzania au Tanganyika. Ina maana Zanzibar si binadamu kama sisi. Kwa hivyo Zanzibar mafuta hayajapanda bei. Ila Tanganyika mafuta yamepanda bei. Msigwa. Ina maana sio Tanganyika ndio tunaonewa eti. Wezi wakubwa nyie. Inchi talipuka hii. Inchi taribika hii. Hatuwezi kubali ujinga kama huo. Hatuwezi kubali ujinga. Yaani lita mafuta Dar es Salaam ni shilingi 4,000. Zanzibar 2,000. Kwa nini? Sisi wa Tanzania. Sisi wa Tanganyika. Mama mtuwe kabisa lisha, si ndio? Haya. Ngoja tuone panapovuja. Si mmeanzisha nyie. Mmeyakoroga nyie. Ile wadau ambao mmelikoroga nyie mtalinyo wenyewe. Tutaona. Constable Kenya.